Ni ripoti za Ayo TV kutokea katika fukwe za Coco hapa jijini Dar es Salaam, ambapo leo imeibuka kampuni ikidai kwamba eneo hili takribani heka zaidi ya 10 linamiliki tangu mwaka 1992, lakini changamoto ambayo nakumbana nayo ni kunyimwa kibali cha kuendeleza ujenzi, ikiwemo hoteli ya nyota 5 ambapo alinunua eneo hili kutoka katika manispaa ya Kinondoni. Hata hivyo, mmiliki wa eneo tumezungumza naye katika eneo husika la fukwe za Coco akidai kwamba hadi sasa hajaambiwa sababu za kunyimwa kibali kwa ajili ya kuendeleza ujenzi wa hoteli na miundombinu mingine mbalimbali. Mimi natumika Ndaba, tuungane kwa ripoti zaidi. Naitwa Richard Samuel Machangu, ni mkurugenzi wa kampuni ya SM Investment Limited inayomiliki ardhi yote hii ya eka square mita 47 ambayo tulinunua kutoka mwaka 1992 tukapata hati 1993 kwa madhumuni ya kuwekeza hoteli ya 5 star. Toka miaka hiyo kwa bahati mbaya tumekuwa tukisumbuliwa kupewa vibali na serikali na manispaa ya Kinondoni. Mwaka 2004 tukaenda mahakama kuu Land Division, tukafungua kesi namba 125 ya mwaka 2004 kuishtaki ardhi pamoja na manispaa kwa kutupa vibali vya kuendeleza. Mwaka 2007 tukashinda ile kesi, tukaambiwa tuendeleze pamoja na fidia. Lakini pamoja na yote bado serikali haikufanya hivyo. Wakaendelea kutusumbua na kutupa vibali. Mwaka 2022 Rais wa Jamhuri ya Muungano Mama Samia akatoa ofa kwa watu ambao wana madeni ya muda mrefu wasamehewe riba, walipe kodi ya ardhi. Tukalipa mwaka 2022, lakini bado tukaendelea kusumbuliwa. Kwa hiyo kwa kweli hapa tunashindwa kusema kweli kuendelea na shughuli yetu. Kwa hiyo tunaiomba serikali kwa kupitia rais wetu mpenda haki, mama mwenye huruma, Mama Samia Suluhu Hassan, atusaidie tuweze kupata haki yetu, tuweze kufanya uwekezaji, maana uwezo tunao, nia tunayo. Na zaidi ya hapo hatuna mengi, tunaomba tu haki, lakini tukiona vipi tabisa tuende mahakamani kama tutapata ushirikiano mzuri. Ila tunaamini mama yetu atatusikia na atatusaidia kutupatia haki yetu, tuweze kuendelea na uwekezaji ambao tumekusudia toka zamani sana. Mahakama tunarudi tena kukumbushia wizara, watumishi wa serikali hao hasa wa ardhi na Kinondoni kwamba pamoja na kuwakumbusha kwamba tulishinda, lakini bado hawataki kusikiliza na kutia amri ya halali ya mahakama. Kwa hiyo tunaacha tuende tu tuwakumbushie tena, tufunge shauri lingine kwamba kwa nini wamekataa kutii amri ya halali ya mahakama. Mashauri na ardhi mlinunua kwa nani? Tumenunua serikalini. Ndio. Kwa maana halmashauri ardhi au niangalia kule? Tumenunua kutoka manispaa ya Kinondoni. Wakati ilikuwa ni pori. Hii ilikuwa ni pori, na sisi hapa watu pekee ambao walikuwa miaka hiyo ilikuwa ni police officers mess, ndio watu pekee ambao walikuwa hapa. Kwa hiyo toka miaka hiyo sisi tumekuwa tukilimiliki, na lakini tumenyimwa tu. Tunashangaa wenzetu, kuna baadhi ya biashara, kampuni za mahoteli na nini wamekuwa wamepewa vibali na wameendeleza miaka mingi tu, tena walikuja baada yetu. Lakini nashangaa kwa nini sisi mpaka leo hatujapewa vibali. Kwa kweli sisi tukiangalia kwenye uso wa kisheria tunaona kwamba tu ni uhuni, kwa sababu tunaletewa deni la pango la ardhi, tunalipa, lakini hapo tuliandikiwa barua Januari mwaka huu na afisa ardhi mteule wa manispaa ya Kinondoni akituambia kwamba serikali ina mpango wa
wa kutafisha ili eneo kwa sababu hatuendelezi wala hatulipi pango. Na hapo mwezi wa 5 tena tarehe 13 nadhani msajili wa ardhi akatuletea barua ya kusema kwamba tumeshafidiwa eneo lingine plot namba 154 Mbweni, kitu ambacho kampuni haifahamu wala haijui wala haija kuingia kwenye mgumzo yote na mtu yote au na ofisa wa serikali kuhusu kupewa ardhi nyingine. Na ardhi hiyo ni square mita 840 tupoona pale, lakini hapa kwetu ni square mita 1047. Kwa hiyo hata kama ni kusema kufidia haielezeki utoe square mita 1047 iliyoko baharini upewe square mita 840 tu ambayo iko Mbweni. Kwa hiyo hatushagua hivyo tumetokea wapi. Kwenye sheria ya mipango miji na sheria ya ardhi, kwa sehemu iliyopimwa huwezi ukafanya maendeleo bila kuwa na vibali. Kwa hiyo sisi tulikuwa tumeweka fence, bahati mbaya kama tunavyoona fence imeshaondolewa ile, nadhani wahuni, lakini kusema kuendeleza bila kibali itakuwa tunavunja sheria ya nchi. Naitwa wakili Sweetbat Nkuba, ni wakili wa SM Investments Limited. Hawa ni wateja wetu na walitupa of course kesi yao na tunawasimamia kesi zao nyingi. Lakini swala linalohusiana na hili eneo kwa kweli kama ambavyo mteja ameeleza, walipata hati ya eneo hili kuanzia mwaka 93. Lakini tokea kipindi hicho wamekuwa wakiomba vibali kwa ajili ya ujenzi, kuwekeza, lakini wamekuwa wakisumbuliwa. Mwaka 2004 walifungua kesi namba 125 Mahakama Kuu. Baada ya hapo kesi ilisha mwaka 2007, wakashinda, mteja wetu akashinda kwa serikali kuamriwa kutoa vibali vya ujenzi pamoja na kuruhusu uwekezaji ufanyike, lakini serikali ikapewa amri ya kulipa fidia ya bilioni 2.8. Lakini toka kipindi hicho bado serikali imekuwa ikijivutavuta mpaka leo. Lakini mwaka 2022 mteja ameeleza hapa vizuri kabisa waliendelea kulipa ada ya ardhi, kodi ya ardhi. Lakini mwaka jana mteja sasa alipata mwekezaji, na kwa bahati mbaya kwa sababu ya mambo ya nyaraka ile hati original ilipotea. Sasa changamoto ilitokea yeye alivyoomba kupatiwa hati nyingine. Baada ya kupeleka maombi ya kupatiwa hati nyingine, tarehe 19 mwezi wa kwanza ndio akapokea barua kutoka kwa afisa ardhi mteule wa wilaya wa Manispaa Kinondoni akionyesha nia ya kulichukua eneo kwa sababu halijaendelezwa. Mwenye mamlaka ya kutoa kibali cha uendelezaji ni Manispaa, lakini wao hawajatoa kibali, lakini wanakuja kumlaumu mteja kwamba hajaendeleza, jambo ambalo halikubaliki. Lakini bado akiwa katika hatua za kujibu kwa nini anapaswa kuendeleza, ikaja barua nyingine ya tarehe 13 Mei, barua kutoka kwa mtu anaitwa Apollo Leiza, naibu msajili wa ardhi, ya kumwambia kwamba amekwisha kupewa fidia ya kijieneo kidogo tu square mita 800 Mbweni. Hili eneo lina square mita 1047, ni hekta 4.7 hekta, na ni eneo la kimkakati la uwekezaji. Lakini pamoja na hayo serikali imekuwa ikitoza hapa tozo za parking za magari bila ruhusa ya mwenye eneo. Na sisi tunatambua kwamba nchi yetu umiliki wa ardhi sio freehold, ni leasehold. Sasa mtu akishapewa hati hii ni ya miaka 99, anapaswa kuenjoy haki yake hiyo kwa miaka 99. Kwa kuanzia mwaka 1993 huyu ana haki ya kumiliki eneo hili mpaka mwaka 2092. Kwa hiyo kama serikali ilikuwa ina nia ya kulichukua eneo hili, utaratibu upo, lazima iwe kwa maslahi ya umma. Na nyinyi nyote ni mashahidi, sisi mawakili tunajua kwamba mahakama ya rufani
kwenye kesi namba 30 ya mwaka 2004 ya Attorney General dhidi ya CC Enterprises Limited. Ilikuwa inahusu eneo maarufu sana pale la Drive-in Cinema. Mahakama ilisema wazi kwamba serikali inapotaka kuchukua eneo la mtu lenye hati lazima iwe ni kwa maslahi ya umma, na hayo maslahi ni lazima yasemwe, yawekwe wazi. Huwezi tu kaamka asubuhi na mapema ukamwandikia mtu mwenye hati yake kwamba serikali inataka kuchukua eneo. Lazima useme ni kwa maslahi ya umma, na maslahi hayo yajulikane ni yepi.